Mimi huku nikitaka kuniombea. Niomba tu. Bwana Yesu. Sasa nataka uelewe, mtu yeyote aliye na neno na aliyeokoka na amezikwa pamoja na Kristo na akafufuka pamoja na Kristo kwa imani, huyu mtu amebeba chapa za Yesu. Halo? Ama nimewapeleka sana. Huyu mtu amebeba chapa za Yesu ambazo hapa kuna msumari, hapa kuna msumari. Halo? Pia hapa kuna nini? Kuna alama ya msumari ambapo silipigwa ikadunga chini na ikadunga chini. Sasa ndiposa nataka nikupatie siri. Ukanda kaida kwa andimajini kukabajia huu. Kama uko na imani lakini. Na kama unasikia mafundisho ya hapa. Ukienda ukipita hivi hata kuide shikali tu mndu kona majini kakio mndu ndio lala. Haleluya. Kwa sababu gani? Ni apostolo amepita lakini ana alama za chapa ya Kristo. Amebeba Kristo. Haliposo unakutaka kama tunaombea wagonjwa hapa ama tunaombea watu walio na shida. Hata kama nikiwa mbali nakwambia nyosha mkono. Kisha nyosha mkono. Kuna kitu inashuka kwako. Shuka unanielewa? Sasa hiyo kitu inaposhuka kwako tayari Yesu ako wapi? Na kama wewe ni mtu umeokoka tayari kuna zile chapa zako. Uponyaji unakuwa ni rahisi. Lakini kama nako hujaokoka, ile nguvu itakuja. Utapona kwa sababu Mungu ni wa huruma, lakini baada ya siku chache ile nguvu ya kuchunga ile uponyaji itakuwa imeondoka. Ndio nasikia watu wanalalamika. Maana neno hapa haku. Umeshika kitu hapo. Bwana Yesu. Amen. Na ndipo unakutaka watu ama washirika wa hapa huwa wanahangaika. Kwa sababu ukienda ukiketi mahali, ukianza kuzungumza mambo ya uongo, yule malaika wa hapa anakuondokea anarudi. Tokudima kwenda yana anikwate. Unanipata? Hello. Sasa hiyo ndio kitu watu wengi wanashindwa. Malaika wa hapa huwezi kwenda kumingiza kwa mapochopocho. Huwezi kwenda hata hii unasikia mambo ya kujenga makaburi sijui uko mzima hata kwa hapo. Atalukiruka bubuka kisalwa kutika. Wacha hapo cha na mara kama dada mwingine alitoka hapa sio ameenda wapi? Chini umeanguka wapi? Ulienda kwa umeketi na kina nani? Malaika hapa anakuacha. Sio unanielewa? Sasa lazima uelewe neno la Mungu na uelewe kwa mfano unajua kusoma Ufunuo, kila kanisa liko na malaika zake. Na kama hata hizo unaonaga hizi neno madhehebu wako na sio hata hawana malaika, wako nazo. Sio kama ninapata. Sasa kama unaupenda ufalme wa Mungu mpaka uambatane na neno la Mungu. Na neno la Mungu ulielewe. Haleluya. Na neno la Mungu ulijue. Si kitu cha mzaha. Ndio mara nyingi sana huwa nazungumza. Kwa sababu neno la Mungu ni thamani kubwa kama utaielewa. Haleluya. Amen. Sio kitu rahisi hivi. Ni kitu cha thamani. Na ukitaka kuchunga ukiwa na pengine umekutana na watu hata pengine dada yako ama ndugu yako ama nani wako mmeketi hayuko upande wako. Haleluya. Sasa wewe simama na Mungu. Ajue Mungu wako. Watu wanajitesa kwa sababu hawataki kuelewa neno. Wao wenyewe hawataki kujitunza. Hawataki kutunza nini?
wokovu. Bwana Yesu sana. Mimi nashukuru Mungu. Maana ile mama amekaa pale. Mpaka hata wale watu wa pale wanamjua. Leo umekosa tikiti hujaenda kwa mzee wako Bwana Yesu sana. Kwa sababu gani? Wanajua huyu mama kutoka alienda huko amebadilika. Bwana Yesu sana. Unajua kuna mambo ambayo Mungu amefanya hapa. Unajua hatutaki kuweka kwa mtandao. Mtaweka wapi? Haleluya. Zile miujiza mingi ambazo zimefanyika mtaweka wapi? Ana bana watu wanaweka hata mtu dakika kidogo tayari wakabwa picha wapi kitu wa mtandaoni. Sasa watu wanafuata bila shika kanisa bana. Hata kama ile mambo yalifanyika huko Mororo ungeweka kwa mtandao. Watu wangekuwa na usumbua. Sasa kufanya kazi kulingana na neno la Mungu. Hebu tuende katika neno la Mungu. Kuna mambo ambayo bado naona bado watu hawajafunguliwa sana na hawajaelewa. Hebu nenda katika Zaburi ya 107. Yes. Yeah. One. Okay. Yeah. Biblia inasema waliokaa katika giza ya uvuli wa mauti wamefungwa katika tabu na chuma, kwa sababu waliasi maneno ya Mungu, wakalidharau shauri lake aliye juu. Bwana asifiwe sana. Hilo neno huwa tunasoma kila saa na kila siku na kila wakati, lakini Mungu ananiambia nirudie ili pengine kuna mtu anaenda kufunguliwa. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wanateseka hata saa hii kwa sababu kuna mahali walifungwa. Kwanza, kitu cha kwanza, watu wengi tulitokea katika dini ambazo hazitaki maombi. Haleluya. Amen. Hazitaki. Na kama huna maombi huwezi kujaza Roho Mtakatifu. Haleluya. Manake huwezi kunyamaza ati Roho akuje kama umenyamaza. Biblia inasema kwamba walikaa katika chumba cha juu, hawakulala, walifanya maombi mazito. Manifesta ndio Roho wakakuja. Sasa shida ikawa, unaona, kwa sababu gani mwanadamu amefungwa? Waliokaa katika giza la uvuli wa mauti wamefungwa katika tabu na chuma. Haleluya. Sasa nataka utafakari, wewe unasema wewe ni mtu wa Mungu, na wewe uko katika nyumba ya Mungu, na wewe unafanya kila kazi ya Mungu, lakini yale mafanikio Mungu ameahidi haiko katika maisha yako. Ujue kwamba kuna kitu kinazungumza katika maisha yako. Haleluya. Nilikuwa nikizungumza mambo ya madhabahu sana, na nazungumza kama mambo ya madhabahu sana, kwamba kama utakuwa ndani ya kanisa na unasoma sana dini yako, lakini kuna kitu ambacho kinatesa watu. Kama madhabahu sana, mwezi wa 4 lazima, kama kuna madhabahu katika hiyo ukoo wenu, lazima watu wazike mwezi wa 4.
Haleluya. Sasa jua kabisa huyu mtu amekuwa ndani ya kanisa ama hapo ndani ya kanisa, lakini kuna kitu imemfunga. Maana Biblia inasema kwamba waliokaa katika uvuli wa nini? Wa mauti, kitu cha kifo. Maana ndio mtapata tafsiri vizuri. Waliokaa. Na kwa nini walikaa hapo? Haleluya. Ni kwa sababu usoma mbele nasema kwa sababu waliasi maneno ya nani? Ya Mungu. Sasa tunarudi pale pale tulikuwa juzi. Kwamba watu walipoasi Mungu, walikubali kukaa ndani ya nyumba ya Mungu na wakiwa waasi na wakiwa wamefungwa. Haleluya. Ndio siku moja nilikuwa nauliza, kwa nini hii shida iko ndani ya kanisa? Mungu akaniambia hao watu walifungwa kwa sababu waliasi maneno ya Mungu. Hao watu walisema wameokoka lakini hawakuokoka. Waliingia na vitu zao katika nyumba ya Mungu. Na wengine walienda mpaka wakapata viti zao, wazee wa kanisa wakawa ni wakubwa pale. Na ikifika Disemba, ikifika wakati watu wanaenda kutoa dhabihu zao kwa miungu yao. Na wakisema wanatolea Mungu, lakini kwa miungu yao. Halo? Sasa Bwana anasema nini hapa? Anasema walidharau shauri lake aliye juu. Na tunapaswa kusoma pale katika Biblia nyingine inasema katika Isaya alisema enyi watu wenye dharau, mnao dharau. Watu waliokuwa na dharau na watu walio na dharau sasa. Na lazima watu wa Mungu waweze kujua sasa kwamba kuna watu walio na dharau. Wanasema Bwana asifiwe lakini ni ya uongo. Haleluya. Ndio sasa saa hii imefikia wakati Elisha alipokuwa anapambana na manabii ya uongo. Sasa lazima saa hii Yesu wako aonekane ni Yesu aina gani. Haleluya. Kama unamtaja Yesu lazima tuone huyo Yesu wako aina gani. Maana kukiingilia kwa Biblia inasema kwamba kuna kina Yesu, kuna kina Justo, pia wao walikuwa wanaabudiwa. Kuna Aritemi wako hapo. Na walikuwa ndani ya kanisa. Ndio juzi nilikuwa nikizungumza nikasema revival watu wanaipenda sana na wanaitaka sana. Lakini revival itashukia wapi? Haleluya. Mioyo ya watu kama imefungwa kwa chuma, wapi Mungu atashukia? Kama mnanielewa hapo sasa. Bwana Mungu, watu wanaomba sana lakini bado hawajagusa moyo wa Mungu. Na Mungu atashukia wapi? Mungu atashukia katika mioyo ya watu. Sasa kama kuna mioyo ambayo iliyoasi, atashukia wapi? Haleluya. Na roho wa Mungu hawezi kushuka atembee, ajiumbe atembee. Atajiumba kwa mwanadamu, ashuke ndani ya mwanadamu ndio atende kazi katika ndani ya mwanadamu. Na huyu mwanadamu alifungwa. Na maana alifungwa, alijifunga yeye mwenyewe anajua. Haleluya. Watu wengi wamejifunga na waganga. Na hawataki kuachana na waganga. Wanasumbua hata kanisa la Mungu. Maana hawataki kuachana na waganga. Maana pale ndio waliweka dhabihu zao kubwa. Haleluya. Sasa kanisa la Mungu wapendwa, Biblia inasema waliasi. Angalia hapo tena wamefunga. Bwana anakuwa anauliza, kwa nini kama ni magonjwa ndani ya kanisa iko pressure, sukari? Mimi naambia kwa watu, sukari ni huko nje. Nje ya Jerusalem. Watu wasioamini. Ama? Amen. Haleluya. Amen. Sasa ukiona shida iko ndani ya kanisa, jua huyu mtu, mimi hata naulizaga watu. Mahali kuna malaika ya uponyaji. Mahali kuna kila kitu. Hiyo ugonjwa utapatikana wapi?
Haleluya. Lazima kama ni ugonjwa kubali kufunguliwa. Haleluya. Lazima ufanye nini? Nikubali wewe mwenyewe. Ndio siku moja nilikuwa na jana nilikuwa nazungumza. Sema unajua watu wameombewa sana. Si ndio? Haleluya. Na kutabiriwa sana. Na sadaka watu kutoa sana. Kornelio aliambiwaje? Sadaka zako zimefika. Na maombi yako yamefika. Lakini tuma watu Jopa. Hapo kuna kitu umebakia kwako. Kwamba huna wokovu ndio unateseka. Sadaka kwa kunyile tu. Na maombi kwa Baba kila tu na kila saa, hata umeyaweka kwa timetable. Eka basi usiku alomba. Na kwa kunya sadaka. Haleluya. Lakini mwenye kurudisha ritani ya maombi yako, mwenye kufanya ritani ya pesa zako ulizotoa kutoka pale ukaweka, ni Yesu. Haleluya. Tunaona watu sasa wanalalamika, hai niko ndani ya kanisa, mimi ni chairman wake. Lakini je, una Yesu aliye hai ndani ya maisha yako? Haleluya. Kornelio alitoa sadaka. Kornelio aliomba maombi kila saa, lakini ndani yake kulikuwa hakuna uzima. Watu walijifananisha kwamba ni watu wa Mungu, lakini hawana uzima. Yesu ndio uzima. Unanielewa? Mahali kuna Yesu, ukitaja Yesu, maana ndio uzima, ndio uhai, ndio uponyaji, ndio ufufuo, ndio kila kitu. Hapo lazima mambo yafanyike. Haleluya. Amen. Unaona mimi sikuwa na haraka na Mungu. Tunakuja uko na shida gani? Unatakaje? Nakuta kutesha na malo. Unajua huyu mkoa tunakununulia. Haleluya. Sasa kuna mahali mimi wanaeleza watu. Ninaweza kukuambia hata na simu ukapona. Naweza kukuambia na simu hata ukapata miujiza. Hivi sasa tuko na dada mmoja kwa Uganda. Anang'ang'ana kuku. Alikutaka kwa safari moja. Amekaa miaka mingi sana bila kupata watoto. Na tukacheka akamwambia, unataka ngapi maana umechelewa? Kasikia bwana akisema sini. Hai nimepokea. Lakini wale watoto walipata ikawa imebakia chini mwezi mmoja na nusu ndio wakazaliwa mapema. Lakini wao wakashinda wakalala zaidi. Moto ikazidi, wale watoto wote wakaisha. Lakini tunapozungumza sasa hivi bado wako na mapacha mawili ambayo sasa hivi wamekuwa wakubwa. Sasa Mungu anafanya kazi kulingana na imani yako. Mungu anafanya kazi kulingana na neno la Mungu uliamini. Licha kama hata umeombewa mara 20,000. Lakini kuna kitu ambacho bado hakujafikiri. Bwana Yesu. Maana watu wengi wamejua kutoa sadaka ndio muji. Sivyo? Halo. Lakini Biblia inakuchallenge. Inakwambia toeni miili yenu ikuwe dhabihu ya Bwana. Hata kama mwili wako hutaki Yesu ubadilishwe ukuwe na yeye bebe Yesu, kuna muujiza gani unangojea? Haleluya. Amen. Ndio unaona watu wengi wamechelewesha miujiza yao. Unaweza ukafanywa muujiza kwanza kama unaweza ukaamini ukaendelea mbele. Alafu kama hutaendelea mbele kufuata huyo Yesu atasimama. Sasa utakuwa ukiendaga pia. Bali nilipata muujiza wangu, Bwana ni mwema, nilipata muujiza wangu. Yesu anakuangalia ulipata muujiza lakini hakuna siku umerudi nyuma ukashukuru Mungu. Haleluya. Na mimi wanacheka sana kwa sababu ile miujiza Mungu anafanya hapa ni mingi sana.
lakini ni wale 10. Wakati wameenda wakakwama, ndio unasikia simu. Maana simu masimu mengine ikikaa kwa masiku mingi haipigi, mimi naondoka. Wala tukukocha nilema. Wanga ndugu wewe. Wasia. Kaoko kwa barabara. Mimi nachegesha simanya ngara mama nikumbuka. Kunyeka na shida Bana nikimbia. Kufuma kwa pata muujiza bana bavia jingi kusembulia anga mama. Bana Yesu. Unanipata? Mimi wanaelewa. Mimi sikuambia tukae na mimi hapa. Mimi nataka uelewe neno la Mungu. Madhabahu haya iko hapa, haikoni wapi. Mimi wanaeleza nini? Mwingine anakuja hapa kutoka Nairobi. Mimi hapa. Wacha niwaletee viti 100. Bwana Yesu. Watu bache. Haleluya. Watu bache. Mimi sikuwa na haraka. Mimi mmoja nikabia simu na kio simani ya seli. Shifta sana mara. Watu bache kibali. Na mazuri student club of singing. Jara takusaidia tuko pamoja na. Sasa mtafanyaje? Wewe umekuja kadanganya Mungu. Unafikiri sisi umetudanganya? Unafikiri malaika wangapi hapa wameshuka? Ambao wataandika ripoti zako. Umeshuhudia wameandika. Mama fulani amesema atapeleka nini mahali fulani. Sasa umebarikiwa, yule malaika atakuwa akikufuataka na piga hesabu. Barikiwa milioni 30. Hata upeleke hata 5. Mungu ana haraka. Haleluya. Na ndiposa hata tupatie kitu kidogo ndio uelewe. Na ndiposa unakuta ndoa nyingi ziko na shida kwa sababu gani? Unajua? Haleluya. Ule ndio mjomba. Wewe. Pata maseko alombe mwili. Nyingi. Bwana pesa. Sasa wacha nifungue macho leo. Ndio mrongo. Sasa yale maombi uliokuwa unaomba, usijaribu kupunguza yale maombi. Maana ile ndoa ni ya maombi. Unanielewa? Sasa kama ndoa ni ya maombi, chochea maombi. Ukanda kalegea basi. Hapo watunga mijo. Unanipata? Kitu chochote ulicho, hata kama ni biashara. Hata kama ni biashara uliofanya maombi na hata ukaombewa na hiyo biashara ikafanyika, lazima uandamane kwamba hiyo biashara ni ya maombi. Ukienda ukilala ni basi. Utaanza kusumbua Mungu. Haleluya. Ama nasema uongo wewe? Bwana Yesu. Amen. Ukienda ukilala tu bodi basi. Masikana na miujiza. Na watu wengi wameenda hivyo. Hata unapoona hizi huduma nyingi zinafunguliwa zinaenda zinazima. Sisi zilifunguliwa na maombi. Haya mafunga haya. Wakati watu wameingia, badala watu wafunge tena na kuomba, waweke wale watu wapandwe katika nyumba ya Mungu. Watu walianza vipi? Yale maombi imeisha. Wanabia kuruka. Sasa Bwana sio sawa. Amen. Sasa na mfundisha kunasema ukweli. I think wote walikuwa na shida nikatumia kitu cha kuombea akapona. Wakati mtoto alipovunjika mguu nilipokuwa niko hoi na nilipokuja hapa na kama nimelazwa nilipotoka nimekaa muda kama sijakuja. Aliniambia, "Hii unashiriki kanisa gani?" Kwa sababu kutoka kuna kanisa nilikuwa naenda na mamako. Nilikuwa naona mambo yangu yalikuwa yanaenda vizuri. Na urudi kwa kanisa mako
Kutoka makubwa mjane eka nisa mambo kameza kwa libi. Na yuko huko Spain. Bwana sio sana. Sasa nataka niwaeleze kitu. Kama ninyi hamtajua kwamba mimi ni mtumishi wenu niliotumwa kwenu, mtatii. Bwana sio sana. Kama ninyi mnanitaka tu yule mzee wa maombi, mtashangaa. Kwa sababu hamuelewi ile huduma nilipewa. Maana watu wengi wamezoea maombi. Hata mtu mwingine alikuwa ananichekesha sana. Mimi ndugu na baba anayoko kanibiko. Taka kanibiko hapo ndio. Nikakanibiko hapo ndio kuniendea soda ingine kama. Bwana sio sana. Haleluya. Amen. Heshima Bwana nembo na shako kanibiko. Mwambie mimi hata hapa. Kwanza mimi kwenda saa hii tikiti zimepanda sana. Saa hii kwenda nyumbani kwenda na kurudi ni 2,000. Nagosi mio maji. Haleluya. Amen. Atulia nilikuwa nataka na shinga juni 50 30. Toka nimekaa hapa saa hii ni mwaka wa 16 nilikuwa. Bwana sio sana. Sasa kama mtu aliye huko Ulaya anajua hii huduma na hajaiona kwa macho au kaiona kwa TV kwa nini kwa screen. Na wewe mtu hapa Taita sunge bongo na nini na miujiza mingi zaidi. Bwana sio sana. Sasa kama watu wa Zaire wanajua hii huduma. Watu wa Nigeria wanajua hii huduma. Watu wa India, Pakistan wapi? Wanatumana watu wao wako na shida hapa na wanapata uponyaji. Na wewe utaita wewe unalala. Lelo Mungu sisikida. Shinwa hao. Lelo wabona. Watu wanataka unabii ati waonyeshe wachawi. Wewe bwana sio sana. Mimi wanashanga. Unafikiri mchawi? Wewe unaweza mpaka kama hujaingia kwa neno la Mungu kabisa unaweza bishana na mchawi. Mchawi agreement yake kila wiki anaua buku. Ni 5,000. Ameweka kwa madhabahu yake. Kama anapigana na wewe. Na kwa kila mwezi anaua buku. Tuone mpaka. Na kaona nchongo ndechi nyugo asu chiariko. Haleluya. Kama ni kichwa haikunywa supu inazikwa na hiyo miguu na irudi ifungwe kabisa na sengenge na nini na rangi nyekundu ifungwe. Ukiwa nyumbani tu unakuaga zuzuzu. Wewe mwana ndio kwenda kulola kibarua chingi. Basi. Na mwezi wa 4 ng'ombe iko chini kwa ajili yako. Mwezi wa 8 ng'ombe iko chini kwa ajili yako. Disemba kwa changilo ni kichuku chose. Ng'ombe. Sio mnanielewa? Sasa kama utafuata neno la Mungu na kuelewa neno la Mungu na kutoka katika haya madhabahu ya hao watu, hakuna siku utapata amani. Para sikira atwaye teseni na malo lakini hakuna siku umeenda mbele. Bwana siwe safi. Hakuna siku na mani unaenda mbele. Na watakuchekea maana wanajua mwezi wa 4 kama tunaua ng'ombe hadi funga ujamaa magugi msekelo la kazi. Asana watakuja kusalimia mbele ya bomba kibarua chingi nikuwe sikila noko hata itamwa banda kazile kotemwa kanende manyasire tauka pata chingini ng'ombe akwedeka uisene nyasi haisipata hajo kama kwa bede manaeleka Mungu haje kublisa tangu mwanjala ekukishina sinashibisa kwa sababu mwanama pade pesa sawa lazima mkumbusha nekiboko nagi goba manya kuti basi tumemweza wanarudi pale kwa chama haya atashiriki kumkwa temelo dunia ng'ombe jabo watu sinde shadine ile mpaka sasa tutaki kwa hapo fulani kama hiyo kazi tumemaliza wanaona mtu wanasidanganya mimi hakuna kazi anafanya mwisho kwa watu wachalema mkisha ndio mwisho kwa watu
twakulenda uchaguo. Sasa mwisho kwa watu atanguo urwaye kufuma mtu kwa kana wanda na rokido pasaka jinginde lifulo mpaka Disemba kana ruhuru. Ona kilio mtu na ukimuli ifuate huyo mtu amesoma sana. Sasa na ukifuata sana huyu mtu kuna mahali alifungiwa. Mara tunasema kwamba alifungwa katika kijiji. Tena achua. Haleluya. Sasa mpendwa ni wewe. Hapa hakuna mtu atakubeba, ni wewe. Haleluya. Injili ya hapa ni wewe mwenyewe. Nakufundisha wewe mwenyewe. Ni kuconnect na Yesu ndio pale. Connection. Unataka kupata baraka ya ngazi ya kwenda mbinguni wewe. Ukilala maana watu wamezoea. Baba nikaja Yesu. Pokea dada. Nimeona pale. Duka ndio linakuja. Duka kubwa na mmoja ifanye nini? Sadaka 10,000. Bwana amesema. Yes. Nikataka simuni. Haya, ga. Na badilisha ga. Hakuna kitu, maana hakuna neno. Sasa hakuna neno. Sasa lazima ufundishwe neno. Twende hapo mbele kidogo tena. Biblia inasema nini? Kwa sababu aliasi maneno ya Mungu, wakalidharau shauri lake aliye juu, hata akawadhili moyo kwa taabu, wakajikwaa wala hakuna msaidizi. Haleluya. Sasa unaona watu wanaenda wakiteseka, ama unaenda ukiteseka na hupati msaidizi, jua kwamba kuna mahali kunazungumza roho katika maisha. Na ni wewe mwenyewe utakayekubali. Usitakapokubali neno la Mungu, umgeukie Mungu, lazima kuna mambo Mungu atafanya kwa ajili yako. Mungu hawezi kukuacha hivi. Sasa Mungu hawezi kukuacha. Tena Mungu hawezi kukutuma pengine maili nyingi umekuja mpaka hapa na urudi hivi. Haleluya. Hiyo ni siku yako. Kwamba Mungu amekumali kama yule mzee aliyekuwa katika kisima cha Bethsaida kwa hizo miaka zote. Na Yesu anasema akapitia pale. Akasema kuna mtu alikuwa mpaka nipeleke pale ndio mpate maji. Kaambia mimi mwenye kisima. Hata leo watu hawataingia kwa kisima. Nanena neno. Haleluya. Amen. Siwacha tusome hapo kidogo. Marko. Hapo kuna kitu nataka uelewe. Mambo ambayo bila neno hakuna chochote. Maombi peke yake haiwezi kufanya kitu. Yohana ta. Biblia inasema hivi. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu, wale wanaandika. Yohana 5 mstari wa kwanza. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu alikuwa kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethsaida, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopooza wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyekuwa wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote aliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Bwana sifiwe sana. Ukiangalia katika Max, haleluya,
huyu miaka mingi, bila sema kwamba aliyokuwa miaka mingi, huyo ndio alikuwa na shida zaidi. Huyo ndio alifuatwa na Yesu. Sio mnanipata? Kwa hivyo shida yako leo imeonekana kwa Yesu mwenyewe. Hapa kuna mambo ambayo Mungu alikuwa anasema, yeye unataka kuwa mzima. Yule mgonjwa akamjibu Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Haleluya. Sasa uacha vikwazo. Maana hapa Yesu mwenyewe amefika kwamba wale anang'ang'ana na Yesu. Hapa mimi sina mtu wa kunitia kisimani. Lakini hakujua kama huyo ndio mwenye kisima. Haleluya. Amen. Kwa hivyo nataka nikwambie hivi, mwenye kisima amekuja. Ni wewe mwenyewe ukubaliane naye. Haleluya. Mwenye kisima amefanya nini? Amekuja na amefika. Usipishane naye, maana anakueleza kuja godoro lako wewe. Mbaya. Kunja godoro la shida yako. Haleluya. Amen. Kama ni utasa, kunja godoro la utasa. Haijalishi umeombewa miaka ngapi. Maana wale wanasema kama kuna mwingine. Sababu anasema mimi najaribu lakini kuna mtu, hasina mtu wa kufanya. Sasa hapa Yesu anasema nini? Anasema neno mwenyewe. Ama ndio nilikuwa nataka nikwambie kwamba unaona yule mwana yule mzee anasemaje sasa? Yule mgonjwa akamjibu Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Haleluya. Amen. Yesu akasema neno. Sasa lazima ulipokee neno. Kunja godoro la magonjwa. Wewe mbaya. Kunja godoro la kutoamini. Kunja godoro la shaka. Kunja godoro la miaka. Maana huyu amekaa miaka 38 akiwa anateseka. Paka watu wao walikuwa wamemsahau. Hata walikuwa hawamesema huyo mtu pengine alipotelea huko. Lakini huruma za Yesu akapofika akasema nini? Kunja godoro lako. Haleluya. Amen. Je, leo umelalia godoro gani ambalo utalikunja katika maisha yako ili Bwana akutendee muujiza? Swali ni kwa muujiza umefika, lakini unaanza kubishana naye. Hayo miaka yangu imekuwa mingi. Hata ugonjwa niliambiwa mimi hii haiponi. Lakini Yesu anasemaje? Kuja godoro. Ha? Haleluya. Mwingine alikuja akashindana. Unajua ile kupima ile mstari mbili inaitwaje? Kivinya hivi napita mstari kilingana mstari mbili, huyo mtu wako na asemi amsemi. Negative na positive. Anasema sasa kamwambia, wewe mimi nakupatia hili neno. Kunja godoro la kuamini kwamba wewe ni mleta negative ama inaitwaje? Positive. Kunja godoro hilo na urudi uende upimwe. Hakuna kitu. Haleluya. Unajua katika madhabahu ya watu wengi, hizi ile kama madhabahu za kwenu ni za watu kukufa mapema. Hata kama wewe huna hiyo, utaenda ujipime, utakuta hizo mara ngapi zinasimama. Kwa sababu madhabahu za kwenu zinasema mwezi wa 8 wanasema mko na deni. Sasa
Mmoja alikuwa anafukuza mizimu Mombasa. Anasema sisi tuliharibu tu mashini. Maana kwao wanazikaba mwezi wa 8. Ndio hivyo. Mwende kabisa katika shimo na msirudi tena. Waje kwenda pima damu. Hakuna kitu. Haleluya. Sasa Bwana anasema kunja godoro. Amina. Ni godoro gani linalokutesa leo? Maana Yesu mwenyewe amekuja. Anasema neno na yule mtu kwamba kuja godoro lako wewe nyumbani. Magodoro ya magonjwa. Magodoro ya kusahau. Kwa hiyo nikamfuatiana kulole na sina kwa kupika hadi chini. Bwana sio sana. Sasa kama unaanza kusahau mfagio na bosi ndafagia. Sasa hiyo ni shida kubwa sana. Bwana sio sana. Yaani mimi hata nashindwa na shetani vile anatesa watu. Mtu ametoa naitwaje mtandio. Mtandio ameingia kwa nyumba ameweka hapa hivi. Hapo nyumba. Mama ameenda nje. Ameenda kufanya kazi nyingine kuingia. Anaanza kupiga nduru ati mchoka ya digiri ya ki. Bwana sio paka watu wanakuja. Wewe maoni. Choka ya digiri ya. Watu wamebeba magogo. Bobika. Wewe mwana, nichi huni mtandi huu. Bwana kwa kitu. Yetu huni mtandi. Mbona wewe kusika? Bwana sio sana. Kwamba nyinyi mahali mlikuwa mnaendaga kwa waganga, baba mjawachana na hawa. Sasa mpaka mkunje hayo magodoro. Maana bado wanamlika na saa nyingine ukipigwa simu unajibu, "Siwezi najua nilikuja kuokoka." Hata kama unaokoka situme sadaka kidogo. Wali zikana na kwa niponya, basi sio sana. Kwa nini amfuti hizi na hapa sahawa? Mkomshi. Mwacha mtime injili kale mwambie mgelo. Bwana sio sana. Sasa jaribuni kukunja haya magodoro Bwana aweze kuwabariki. Huu mwaka Mungu aliahidi kwamba ni mwaka wa kubarikiwa, ni mwaka wa kuinuliwa, ni mwaka wa kwenda mbali. Haleluya. Amen. Kijana unasomea kazi gani? Ya aina kama kipigia maji. Na umeshafanya practical. Ama umeenda ukalala. Na sasa kwa basi fikiri wapi? Kurudi kwenda kufanya kazi. Umepata? Ile ya kwanza ile inaitwaje? Tachi nilifanyia wapi? Kilifi. Na ukapita. Na umeandika application gani? Ndio unangoja. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Kwa maana mara yule mtu akawa mzima, akatwika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni siku ya Sabato hiyo. Bwana sio sana. Sasa mpaka uliamini neno. Hata kama tutaomba lakini neno mpaka uliamini. Sasa watu kama hutakuwa na neno kwa maisha yako, hata nikutabirie, bado kutakuwa na shida. Maana neno haliko. Haleluya. Maana neno haliko. Na ndipo Biblia inasema kwamba imani huja kwa kusikia neno la Kristo.
lazima ukuwe na challenge. Na utakapoliamini neno, muujiza unafuata. Bwana asifiwe sana. Na Bwana atubariki. Sasa nataka mjipange, nataka kuingia kwa maombi sasa.